Tumekuja kuzungumza nawe, tumekuja kusemezana nawe. Haja ya mioyo yetu ni kuzungumza nawe, we Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa Petro Mbilinyi, na mimi pia ni mmoja ya mtu ambaye nitakuwepo katika siku ya ibada itakayofanyika tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu 2025. Na kipekee niko mbele yako kukutangazia au kukwambia wewe ndugu yangu mpendwa au Mkristo mwenzangu, pasipo kujali dhehebu lako, pasipo kujali dini yako, kwamba imetupasa tumfanyie Mungu ibada, na ni nafasi pekee ambayo Mungu ametupa ili tumfanyie yeye ibada. Na ibada hii itakuwa iko special kwa ajili ya kumsifu Mungu pamoja na kumwabudu, zaidi ya yote kwa ajili ya kufanya maombi kwa ajili ya taifa la Tanzania. Hasa mnaelewa kwamba mwaka huu ni kipindi cha uchaguzi, na katika kipindi cha uchaguzi moja ya kitu ambacho tunakipenda ni kutaka kuona Mungu anachukua nafasi na kutupa kiongozi aliyekuwa mwema na bora ambaye ametoka kwake. Na zaidi ya yote ningependa kuwaasa kina mama, kina baba, watoto pamoja na vijana, hasa sisi kama vijana ambao neno la Mungu linazungumza wazi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 13 na 14. Kuna mambo kadha ambayo pale Biblia inatueleza sisi kama vijana, ila moja ya neno la muhimu au maneno ya muhimu ambayo natamani nikwambie kijana ambaye unanisikiliza, Biblia inasema ametuandikia sisi vijana kwa sababu tuna nguvu. Kitu cha pili amesema ametuandikia sisi vijana kwa sababu neno la Mungu linakaa ndani yetu na tumemshinda mwovu. Na ili kumuonyesha namna gani tumemshinda mwovu, lazima tumfanyie Mungu ibada ya kweli, ibada yenye maana, ili kila mmoja aweze kumfahamu Mungu tuliye naye, aweze kuelewa namna gani tunaenda kumtukuza Mungu. Lakini ningependa pia kuwashukuru wale ambao wanaenda kutushika mkono kwa sadaka zao, lakini pia kuna wale wengine ambao hawaelewi, inawezekana ni mara ya kwanza, kwamba kuna sadaka ambayo natakiwa wanatoa kwa ajili ya kusapoti au kujiungamanisha na shughuli hii, kwa sababu neno la Mungu linasema katika Ezra Inuka, maana shughuli hii inakuhusu wewe kama kijana, inanihusu mimi kama kijana. Kwa hiyo tunatamani tuendelee kuchangia, tuendelee kujitoa kwa sadaka, kwa maombi, lakini pia kuweza kufika hiyo siku. Maana unaweza ukatoa sadaka na usifike, inaweza kawa mbaya. Uweza kufika ili uweze kuona sadaka yako imefanya nini na sadaka yako imegusa mioyo mingapi ya watu. Lakini pia kuna wale ambao wanauliza juu ya namba za utoaji wa sadaka au namba kwa ajili ya kufanya support yao mbele au kujiungamanisha na madhabahu. Ningependa nizitaje mbele yako ili uweze na wewe mahali popote ulipo ukazipate, na ukiweza kuzipata itakuwa ni nzuri sana tukaungamana pamoja mimi na wewe katika kuiendeleza shughuli hii. Nikianza na namba ya mawasiliano kwa katibu ni 06-222-994-05, lakini pia kwa mwenyekiti ni 0745-95-49-89, lakini pia kwa wale ambao wanaweza wakatoa katika CRDB Bank, namba ya akaunti ni 0152913478 mwishoni. CRDB akaunti 0152913478 mwishoni. Jina litakuja Shadraki Kiloswa. Maana utakapotoa sadaka yako kwa ajili ya support, sadaka yako kwa ajili ya kujiungamanisha na madhabahu, utaikuta hilo jina linakuja hapo na itakuwa imetufikia moja kwa moja. Mungu awabariki sana. Kwa pamoja tunaweza, kwa pamoja Mungu anakaa na sisi. Karibu sana tarehe 29 mwezi wa 6. Mungu akubariki sana. Amen.